Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakushukuru Bwana kwa sababu ya huruma, fadhili na rehema zako. Mtakatifu Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninasema asante kwa vile umekuwa pamoja nasi Bwana. Yesu, asante kwa ulinzi wako Bwana. Asante kwa alfajiri ya leo Bwana, kwa kuwa imegharimu mkono wako mwenyewe ili tuendelee kwa salama. Imegharimu damu yako ili tuendelee kwa hai. Jehova, libarikiwe jina lako takatifu, Mungu mwenye mamlaka. Wewe peke yako unastahili utukufu, tena na sifa na heshima na adhama. Baba, unastahili sana. Katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye haki, Bwana wangu na Baba yangu, ninakushukuru Mungu mtakatifu. Jehova, asante Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako Mungu mtakatifu kaendelea kwa juu yangu. Roho Mtakatifu, ninakuomba kaendelea Bwana kutupatia kushinda na zaidi ya kushinda, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wangu, ninakushukuru sana kwa sababu ya pendo lako Bwana, kwa sababu ya fadhili zako Mungu mwenye haki. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba neema yako Bwana mabwana awe juu yetu, katika jina la Yesu. Asante mwenye haki Baba yetu, for the glory of your name our Father, katika jina la Yesu, amen. Kwa dakika chache amba tuangalie maneno ya Mungu asubuhi ya leo. Karibu sana mtu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu sana ambaye ametupa neema tena asubuhi ya leo, kwa neema na rehema yake kwamba tuendelee kuwepo. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini jana tumekuwa tukiangalia kwamba Yesu, ile kazi ya msalaba ilitengeneza agano jipya, na agano jipya tukaona ni agano la neema. Tumeona ni agano ambalo limebeba neema ndani yake. Tukasema agano la kale lilibeba sheria ndani yake, lakini agano jipya limebeba neema na kweli. Tumeona Kristo Yesu, tumesoma pale kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu 1:17 anaposema kwa maana torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. So agano jipya ni agano la neema, ni agano la kweli, ni agano la neema, ni agano la kweli, ni agano ambalo limebeba ukamilifu wa mwanadamu, limebeba mwanadamu kuboreshwa, limebeba ubora wa mwanadamu. Ile excellence ya mwanadamu inatengenezwa au inafanywa na agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Yes, yani hakuna excellence ya mwanadamu pasipo agano jipya. So agano jipya ndilo ambalo linatengeneza ubora wa mwanadamu, au kwa lugha nyingine ndilo linamfanya mwanadamu kuwa bora. So ule ubora wa mwanadamu unatokana na agano jipya. Vinginevyo mwanadamu ni kiumbe kisingefaa, ni kiumbe ambacho kisingetakiwa, kwa sababu kumbuka jambo moja kwamba mwanadamu ndiye aliyesababisha kufa kwa wanyama wakati wa gharika. Mwanadamu ndiye aliyesababisha kufa kwa wanyama wakati wa Sodoma. Kwa hiyo ni kusema nini? Mwanadamu ndiye amekuwa sehemu ya uharibifu wa dunia hii kwa sehemu kubwa. Narudia tena, mwanadamu ndiye ametumika kuwa sehemu kubwa ya uharibifu wa dunia hii. Badala ya kutunza kama ambavyo Mungu alimpa hiyo kazi, yeye ndiye amekuwa sehemu ya uharibifu. Kwa hiyo ni kusema nini sasa? Kama mwanadamu angebaki kwenye ile hali, ni kusema dunia leo hii si ingekuwa wapi. Lakini angalau baada ya Mungu kuleta agano jipya, kutengeneza agano jipya, kumtuma Yesu aje duniani, na Yesu akakubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu, kuanzia hapo kumekuwa na utofauti, kwa sababu ule ubora wa mwanadamu umeanza kuwepo tena, umeanza tena kuwepo, japo amefika mahali bado anajisahau. But listen my brother and my sister, kwamba Mungu amelitengeneza agano jipya so that you may become more best. You may become best. Hallelujah. You may become the best one. Ili uwe bora, uwe kile kilicho bora, inabidi iwe ni agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. So hili ni agano la neema, kama ambavyo jana tumeona. Ni agano la neema, ni agano lilobeba neema. Neema ni nini? Neema, kuna watu wamekuwa wanafundisha watu kwa namna fulani, sijui sana. Lakini wamekuwa wanafundisha watu kwa namna fulani kwamba
Wengine wanakuambia usijali, neema ilishamaliza kila kitu, hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Na imeandikwa, Paulo amezungumza kwa matendo ya sheria, maana yake kwa matendo ya mwili. Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya mwili, tunahesabiwa haki kwa imani. Kwa imani kivipi? Maana yake kwa kumwamini Kristo Yesu na kuishi sawasawa na maelekezo yake. Amen. Narudia hii tena uelewe. Anaposema tunahesabiwa haki kwa imani, ni kwa kumwamini Yesu Kristo na kuishi sawasawa na maelekezo yake. Let me say this again. Nasema hivi, let me say this again, kwamba tunahesabiwa haki kwa imani. Ni kweli, si kwa matendo ya sheria, maanake sio kwa matendo ya mwili, isipokuwa, sikia, tunahesabiwa haki kwa imani kwa kumwamini Yesu na kuishi sawasawa na maelekezo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kule kumwamini Yesu, maelekezo yake yanauhusu mwili. Naomba uelewe vizuri. Sikia, tunamwamini Yesu kwa moyo, lakini kwa habari ya maelekezo yake tunayatekeleza kwa miili yetu. Narudia tena mara nyingine upate kuelewa. Mwanadamu, elewa jambo hili. Sikia, ni kweli, ni kwa neema tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Tunahesabiwa haki kwa njia ya imani na au kwa kumwamini Yesu. Kwa njia ya imani maana yake kwa kumwamini Yesu na kuishi sawasawa na maelekezo ambayo Yesu anatupatia, ambayo hayo maelekezo yanaishi au yanahusu miili yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni mioyo yetu tu kumwamini, mioyo haina haja sana ya maelekezo. Ikishaamini imeisha, haina kazi, kwa sababu mioyo haitembei, mioyo haikutani na watu, mioyo haiongei na watu, mioyo haifanyi kazi yoyote, mioyo haikutani na watu, haiendi mahali popote, haisafiri kwenda kukutana na watu. Lakini kinachosafiri, kinachoonekana kikisafiri ni mwili. Kwa sababu hiyo, ndani ya katika mwili kuna mambo mengi ambayo tutakutana nayo. Hasa kwa hiyo narudia tena uelewe, kinachohusu maelekezo yanayohusu miili yetu. Imani inahusu moyo na kumwamini Yesu kunahusu moyo. Lakini kwa habari ya maisha, yale maelekezo ambayo Yesu anayatoa lazima ya reflect kwenye mwili. Kama miili yetu haiwezi kuyabeba maelekezo ya Mungu, ni kusema hatuishi imani tuliyomwamini mioyoni mwetu. Kwa niseme tena, nasema hivi, anaposema tunahesabiwa haki kwa imani, ni kweli tunahesabiwa haki kwa imani kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, kuishi sawasawa na maelekezo yake, na hayo maelekezo yanaihusu miili yetu, kwa kuwa ndiyo inayoonekana. Kwa sababu hiyo, ili tuweze kuishi vile ambavyo, yani ili tuweze kuishi yale maelekezo yanaihusu miili yetu. Sisi tunaamini kwa moyo, lakini kwa habari ya kufuata maelekezo ya Yesu, ni miili yetu iishi sawasawa na yale maelekezo. Sasa utaniuliza kwa nini? Sikia, zamani mwanadamu alishindwa kuyaishi yale maelekezo yaliyotokana na Torati ambayo asili yake ni rohoni. Mwili ilishindwa. Kwa sababu gani? Moyo haukuwa na mtawala, moyo ulijitawala wenyewe. Hasa moyo unapopata mtawala ambaye ni Yesu Kristo, tumemwamini, tayari miili yetu naishi maelekezo tunayapata moyoni. Sikieni, tunamwamini Yesu kwa moyo, naye anatawala mioyo yetu na anatupatia maelekezo kule moyoni ili tuyaishi mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa inakuwa rahisi kwa sababu ni miili yetu ni mioyo yetu ina command mwili kuishi kile ambacho moyo unasikia. Sikieni, nasema hivi, hapa inakuwa rahisi mwanadamu kuyaishi maelekezo ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwaga ni miili ina command, huwaga ni mioyo ina command miili kufanya. Sikia, inakuwa rahisi kuishi maelekezo ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwaga mioyo ndio inayokomandi miili kufanya kile kinachopaswa kufanyika. Tunakwenda sawa sawa. So ni muhimu sana ukaelewa kwamba ndio maana naitwa agano la neema. Narudia tena,
watu wamekuwa wakiwafundisha watu usijali. Sasa kwa hiyo unakaa tu baada ya kumwamini Yesu, wala usijali kile ambacho hujaweza kufanya, hujaweza tu, hujapata neema ya kufanya. Nisikilize vizuri uelewe, neema ya Mungu sio ya mchezo wa namna hiyo hata kidogo. Unapoipata neema ya Mungu kwa kumwamini Yesu na ukamwamini Yesu Kristo ndani ya moyo, unatakiwa uishi maelekezo yake, maana anapokaa ndani ya moyo kama mfalme, anayo maelekezo anayoyatoa. Anapotoa yale maelekezo yanauhusu mwili wako, so moyo wako na ukomand mwili kuishi kile ambacho unakisikia ndani kutoka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama moyo wako hautakomandi mwili wako kuishi kile ambacho Yesu Kristo anazungumza, hakukuwa na haja yoyote ya wewe kumwamini. Hakukuwa na haja yoyote ya wewe kumuita Bwana. Hakukuwa na sababu yoyote. So tunataka uelewe, ni agano la neema. Lakini tunapozungumza neema, haina maana kwamba neema, tumepata neema, tumemwamini Yesu, basi tunakaa tu hovyo hovyo ili mradi kama tuko sokoni. No! Hapo ndio wanakotengenezwa watu smart men, wanatengenezwa hapo na neema ya Mungu. So ni muhimu sana ukapata kuelewa katika jina la Yesu. Na Mungu akupe hii neema ya kuelewa. Sikia, iko hivi. Neema ni nguvu inayotuwezesha kufanya yale ambayo akili zetu zimeshindwa kufanya. Yale ambayo makomo yameshindwa kufanya, neema inatuwezesha kufanya. Neema inatuwezesha kwenda beyond our mind. Neema, the grace can take beyond our mind, can take us beyond our mind. Neema ya Mungu inatuwezesha kufanya kile ambacho makomo yameshindwa, kile ambacho akili zetu na mioyo yetu ya kawaida imeshindwa. Neema inatuwezesha kufanya. Kwani kusema nini? Usio kusema tumepata neema kwa hiyo sasa unayaishi matendo tu ili yani yale ya zamani tu kwa sababu umepata, yani neema imemaliza kila kitu. No, neema haikupi uhuru wa kufanya ubaya. Neema inakuzuia vibaya mno, inakuzuia kwa nguvu kubwa kufanya ubaya. Neema haikupi uhuru wa kufanya chochote. Nisikilize kilicho kibaya. Elewa hivi, mpendwa mtumishi wa Mungu. Neema haikupi uhuru wa kufanya ubaya. Neema haikupi uhuru kufanya uyatakayo. Neema inakupa uwezo wa kufanya yanayotakiwa na Mungu. Listen to me. Neema haikupi uhuru kufanya unayotaka. Haikupi amani ya kufanya unayotaka. Lakini neema inakupa uwezo wa kufanya yale uliyoshindwa kabla ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Sikia. Neema haitendi haki badala yetu, ila neema inatuwezesha kuitenda haki tuliyoishindwa kabla ya neema. Neema inatuwezesha kutenda mazuri tuliyoshindwa kuyatenda kabla ya neema. Neema inatuwezesha kufanya au kuishi ubora tuliyoshindwa kuishi kabla ya neema. Neema inatuwezesha kutenda yale magumu ambayo tulishindwa kuyatenda kabla ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Neema inatuwezesha kutenda zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunaweza. Neema inatuwezesha kutenda yale tulioshindwa kuyatenda kabla haijatufikia neema. Kwa neema sio kitu cha kwamba imekuja basi unajiachilia tu ili mradi. Na sikio nikwambie kitu, lazima uelewe. Neema haitendi haki badala yetu, isipokuwa neema inatuwezesha kutenda haki. Ngoja niseme tena. Neema haitendi haki badala yetu, neema inatuwezesha kutenda haki. Neema haituwezeshi, neema haitendi, neema tuseme hivi, neema haimtumiki Mungu badala yetu. Neema haimtii Mungu badala yetu. Neema inatuwezesha kumtii Mungu wakati ambapo tuliwahi kushindwa. Neema haitendi haki badala yetu, ila inatuwezesha kuitenda haki. So ni muhimu sana ukapata kuelewa, neema ni uwezesho ambao mwanzo tulishindwa, sasa tunaweza. Kwa nini tunawezeshwa na neema? Kwani uwezesho wa mambo yaliyoshindikana kwa akili. Yesu na atusaidie sana. Neema ni kibali, ni kupewa kibali bila kustahili kupewa kibali. Neema ni kuweza kutembea
bila kustahili kuweza kutembea. Neema ni kuweza kufanya bila kuwa na vigezo vya kuweza kufanya. Neema ni kufanikiwa bila kuwa na vigezo vya kufanikiwa. Hauna fakta yoyote ya kufanikiwa, lakini kwa neema unafanikiwa. Kwa nini? Huna fakta, hukustahili. Neema ni kukubalika bila kuwa na vigezo. Neema ni kukubaliwa bila kuwa unastahili kukubaliwa. Unastahili kukataliwa, unakubaliwa. Neema ni kuishi wakati ulistahili kufa. Hiyo ni neema, ndio kazi ya neema. Kwa hiyo jumla kuu ni kusema hivi, neema ni kuweza au ni kuwezeshwa kufanya vile ulivyoshindwa kabla ya neema. Neema ni kuwa kile ambacho unatakiwa kuwa bila kuwa na vigezo vya kuwa hicho ulichotakiwa kuwa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Unastahili Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo.